Karibu kwenye CW Digital, tuko hapa kukupa simulizi na makala. Mimi naitwa Chiwaga, hilo ndio jina langu. Muda mwingi sana huwa tunatafuta kilicho bora zaidi kukupa wewe ambaye muda huu uko hapa kutaka kufahamu, ndio kufahamu na kujua kinaga ubaga kile ambacho kinaendelea katika historia ya kizazi na vizazi, yale ambayo yaliyotokea katika ulimwengu huu ambao umekuwa washuhuda ya kuona mengi sana ambayo yanafanyika. Kama haujawahi kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, basi subscribe, bonyeza alama ya kengele kwa kwanza kufahamu, lakini pia vile vile kuweza kuijua historia kubwa ya vingi ambavyo vimetokea, vingi ambavyo vinaendelea. Na leo tuna historia ya Bi Sarah Baartman. Wengi wanaweza kuwa wanamfahamu, lakini labda kuna vitu ambavyo ulikuwa bado haujavijua kumhusu mwanamama huyu ambaye aliacha historia kubwa katika ulimwengu huu. Alitokea katika nchi ya Afrika Kusini na kuelekea huko katika nchi za Ughaibuni, na mengi ambayo yalimkuta mpaka kufikia umauti wake. Sarah Baartman, mwanamke mweusi kutoka Afrika Kusini aliyesafirishwa Ulaya kwa maonyesho. Karne mbili zilizopita, Sarah Baartman alifariki baada ya kuishi akifanya maonyesho ya vituko. Sasa tetesi kwamba kuna uwezekano wa kutengenezwa kwa filamu ya Hollywood inayohusu maisha ya Baartman zimeibua utata. Sarah Baartman alifariki dunia tarehe 29 Disemba ya mwaka 1815, lakini maonyesho yake yakaendelea. Ubongo wake, mifupa na viungo vyake vya uzazi viliendelea kuonyeshwa katika jumba la makumbusho ya Paris hadi mwaka 1974. Masalia yake hayakuwahi kuhamishwa na kuzikwa mpaka ilipofika mwaka 2002. Aliletwa Ulaya kwa njia za madai ya uongo na daktari Mwingereza akiitwa kwa jina la jukwaani Hottentot Venus, ambapo alionyeshwa katika kumbi za maonyesho ya vituko mbalimbali katika miji ya London na Paris, huku umati wa watu ukialikwa kuyaangalia makalio yake makubwa. Lakini sasa anaangaliwa na wengi kama kielelezo cha unyonyaji wa kikoloni na ubaguzi wa rangi, kejeli na utumiwaji wa watu weusi kama vyombo. Maisha ya Baartman yalikuwa ni moja ya maisha magumu sana. Inadhaniwa kuwa alizaliwa katika jimbo la Afrika ya Kusini la Eastern Cape mwaka 1789. Mama yake alifariki dunia alipokuwa na umri wa miaka miwili, yaani hakupata kabisa nafasi ya kulelewa na mama yake kwa muda mrefu. Na baba yake mfugaji alifariki alipokuwa katika umri wa miaka wa kubalehe. Hapa unaona utofauti ambao Sarah Baartman aliweza kukaa na wazazi wake. Akiwa na miaka miwili tu aliweza kumpoteza nguzo ya kwanza katika familia yake, ambaye ni mama yake mzazi, ndani ya umri wa miaka 18, pindi tu alipokuwa ameingia katika barehe. Hapo katikati akampoteza mzazi wake wa pili, nguzo yake ya pili, ambaye ni baba yake. Baada ya hayo aliingia katika utoaji wa huduma za nyumbani, yaani fanya kazi wa ndani mjini Cape Town, baada ya mkoloni Mholanzi kumuua mwenza wake ambaye alikuwa tayari amezaa naye mtoto ambaye alikufa mwezi Oktoba mwaka 1810. Ingawa hakuwa amesoma, Baartman alidai kuwa alisaini mkataba na daktari wa upasuaji wa meli ya Uingereza William Dunlop na mjasiriamali chotara Henrik Kaiser, ambaye alimfanyia kazi kama kijakazi, akisema alisafiri kwenda Uingereza kushiriki katika maonyesho. Haya yalimfanya asababishe mvuto wakati alipokuwa akifanya onyesho katika eneo la Piccadilly Circus jijini London. Baada ya kuwasili, unapaswa kukumbuka hilo, wakati ule ilikuwa ni kitu kilichokuwa kwenye fashion na kupendwa kwa wanawake kuwa na makalio makubwa. Kwa hiyo watu wengi walimuonea wivu kwa kile alichokuwa nacho cha asili yake bila kuongezea umbo lake, anasema Rachel
Holmes, mwandishi wa kitabu cha maisha na kifo cha Bill Bartman, The Hottentot Venus, The Life and Death of Bartman. Jukwani alivaa nguo ya kubana mwili wake, skin tight, yenye rangi pamoja na shanga na manyoya, na alikuwa akivuta tumbaku. Wateja matajiri walikuwa wanalipa pesa zao kwa ajili ya kuburudishwa kibinafsi majumbani mwao, huku wageni wakiruhusiwa kumgusa. Kuwasili kwake nchini Uingereza kulitokea wakati kukiwa na tetesi juu ya iwapo Lord Grenville na muungano wake Whigs, wanaofahamika kama makalio mapana kwa sababu ya ukubwa wa nyuma wa Grenville, wangejaribu kuiteka serikali. Hii ilikuwa ni zawadi kwa wachoraji wa vibonzo. Katuni moja ilikuwa na kichwa cha habari A Pair of Broad Bottoms, iliyoonyesha Grenville na Bartman wakiwa wamesimama mmoja nyuma ya mwingine, huku mtu mwingine akipima ukubwa wa makalio yao. Mapromota wa Bartman walimpatia jina la bandia Hottentot Venus, ikionekana kama udhalilishaji. Wakati ule ilitumiwa na Waholanzi kuelezea makundi ya Khoikhoi na San ambao kwa pamoja huunda jamii ya watu wanaofahamika kama Khoisan. Himaya ya Uingereza ilikuwa imezuia biashara ya utumwa katika mwaka 1807, lakini sio utumwa wenyewe. Kwa maana halisi, utumwa wa kununua watu ulibakia ukiendelea katika maeneo ya utawala wa Uingereza. Hata hivyo, wanaharakati walishtushwa na jinsi Bartman alivyotumikishwa London. Waajiri wake walishtakiwa kwa kumshikilia Bartman kinyume na matakwa yake, lakini hawakuhukumiwa, huku Bartman mwenyewe akitoa ushuhuda wa kuwatetea. Swali linasalia, je, Bartman alilazimishwa kama wanaharakati wa haki za binadamu wanavyodai, au alikuwa katika maonyesho hayo kwa hiari? Anasema Krista Petley, mwalimu wa historia katika chuo kikuu cha Southampton. Iwapo alilazimishwa, lazima alihisi kutishwa kuelezea ukweli katika mahakama. Hatutajua hilo kamwe. Baada ya kesi, onyesho la Bartman taratibu lilianza kupoteza umaarufu wake miongoni mwa watazamaji katika jiji kuu la London, na akaenda katika maonyesho katika maeneo mengine ya Uingereza na Ireland. Mwaka 1818 alihamia Paris na Caesar. Alikuwa mtu maarufu sana, akinywa kahawa katika mgahawa wa Cafe de Paris na kuhudhuria sherehe za kijamii. Caesar alirejea Afrika Kusini. Bartman akawa mwonyeshaji mwenyewe, tabia ya kinyama, akiwa na jina la jukwani Riaux. Alikunywa pombe kali, kuvuta sigara nzito, na kulingana Holmes alikuwa huenda kahaba wake. Bartman akikubali kufanyiwa utafiti na kuchorwa na kikundi cha wanasayansi na wasanii, lakini alikataa kuonekana akiwa uchi wa mnyama mbele yao, akidai kuwa hilo lingekuwa chini ya heshima na utu wake. Hakuwahi kufanya hili katika maonyesho yake mengine. Kipindi hiki kilikuwa mwanzo wa utafiti wa kile ambacho kinafahamika kama sayansi ya rangi. Anasema Holmes, Bartman alifariki akiwa na umri wa miaka 26. Sababu ya kifo chake ilielezwa kama majeraha na ugonjwa wa kulipuka. Ilisemekana kuwa hilo lilitokana na maradhi ya kifua, kaswende au ulevi. Georges Covey, ambaye alicheza dance na Bartman katika moja ya sherehe zilizofanyika katika Riaux nchini Ufaransa, alitengeneza kadi iliyoonyesha umbile la mwili wake kabla ya kuichana. Alitunza mifupa yake na kuchukua ubongo wake na sehemu zake za siri na kuziweka katika birauli na kuiweka kwenye jumba la maonyesho ya binadamu la Paris. Mabaki ya mwili wake yalionyeshwa kwenye jumba hilo hadi mwaka 1974, kitu ambacho Holmes anakielezea kama cha kutisha. Baada ya kuchaguliwa kwake aliyekuwa rais wa Afrika ya Kusini mwaka 1994, Nelson Mandela aliomba kuhamishwa kwa mabaki ya mwili wa Bartman na sanamu yake. Serikali ya Ufaransa hatimaye ilikubali, na mwezi Machi mwaka 2002 mabaki hayo
yakapelekwa Afrika ya Kusini. Mwezi Agosti mwaka huo huo, mabaki yake yalizikwa katika eneo la Hanki katika jimbo la Eastern Cape Province miaka 192 baada ya Batman kuondoka akielekea Ulaya. Na kukumbusha tu, kama haujawahi kutazama, haujawahi kusubscribe na haujawahi kufuatilia kwenye YouTube channel yetu, muda wako ni huu. Subscribe, like, comment, share ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kufuatilia habari zetu zote ambazo zinakufikia kupitia hapa ndani ya CWG Digital. Mimi naitwa Chiwaga.